Waziri Ofisi ya Waziri Mkuu, Sera, Bunge na Uratibu. Mheshimiwa Mwenyekiti, nami naomba awali ya yote nimshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutufikisha siku ya leo salama, ikizingatiwa kuwa tunakaribia kuhitimisha shughuli za bunge letu tukufu katika kipindi hiki cha miaka mitano. Lakini pia naomba nimshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kuniteua katika kazi hii ya kumsaidia katika kama waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, nikiwasaidia Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu na Mheshimiwa Waziri Mkuu katika kazi kubwa ya uratibu wa shughuli za serikali na pia kama mshauri wa Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Mwenyekiti, nianze kwa kumpongeza Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kazi kubwa aliyofanya katika kipindi cha awamu hii ya sita. Sote ni mashahidi wa mafanikio yaliyopatikana katika sekta mbalimbali, kama ambavyo wote tumewasikia waheshimiwa wabunge hotuba nzima hii ya siku zote hizi karibu wiki nzima wamekuwa wakifafanua na wakieleza mambo mbalimbali ambayo yamefanywa na serikali ya awamu ya sita ya Chama cha Mapinduzi chini ya uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa mafanikio makubwa. Lakini leo hii tumeshuhudia kuanzia asubuhi mpaka sasa waheshimiwa mawaziri mbalimbali na sekta zao, tumewasikia wakiwa wanaeleza mafanikio makubwa sana yaliyopatikana kwenye sekta mbalimbali katika kipindi cha miaka minne hii ya uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassan. Nawapongeza sana wenzangu waheshimiwa mawaziri wa sekta mbalimbali waliosema maneno haya na utekelezaji mzuri wa kazi walizofanya, lakini pia nawapongeza watumishi mbalimbali na watendaji na viongozi wenzetu wa serikali wa mikoa na wilaya kwa kufanikisha kazi za utekelezaji wa ilani, lakini na maono na ndoto za Dr. Samia Suluhu Hassan. Niwapongeze vile vile viongozi wakuu wa kitaifa, Mheshimiwa Dr. Philip Isdori Mpango, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Kassim Majaliwa, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na Mheshimiwa Dr. Doto Mashaka Biteko, Mbunge, Naibu Waziri Mkuu na Waziri wa Nishati, kwa kazi kubwa wanazozifanya za kumsaidia Mheshimiwa Rais katika kutumikia wananchi. Kule kwenye mkutano mkuu, taarifa mbalimbali zilizowasilishwa na serikali zilizotekelezwa na serikali ya awamu ya sita zilipokelewa kwa kishindo, na waheshimiwa wajumbe wa mkutano mkuu walipokea kwa kishindo sana kazi hizi. Lakini pia matokeo ya mkutano mkuu yamemfanya mkutano mkuu umemteua ndugu Emmanuel Nchimbi, Dr. Emmanuel Nchimbi kuwa mgombea mwenza katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi na mgombea mwenza wa uchaguzi ujao. Kwa hiyo nampongeza sana Mheshimiwa Dr. Nchimbi kwa kuteuliwa kuwa mgombea mwenza. Lakini pia tumempata Mheshimiwa Wasira kuwa makamu mwenyekiti wa chama chetu cha Mapinduzi. Nampongeza sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, waheshimiwa wabunge wameyasema vizuri na wamesema yote. Waheshimiwa mawaziri leo wamesema kwa kujidai kabisa mafanikio luluki ya awamu ya sita inayoongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan. Tumeshuhudia maendeleo makubwa katika maeneo yote ya huduma, uchumi na ulinzi na usalama. Siri kubwa ya mambo na mafanikio haya ni ubunifu na uwezo na utashi wa kisiasa katika kutekeleza jukumu hili, na tumeshuhudia mapinduzi makubwa sana ya staili ya utendaji kazi ya Dr. Samia Suluhu Hassan. Sisi tuliozoea humu ndani tulikuwa tunajua bajeti za siku za nyuma, mkipitisha mafungu yote yanaenda kwa mkurugenzi, alafu wakati mwingine hatupo kwenye vikao vyao,
Wakati mwingine unakuta zimepangwa, lakini kule wanapanga tena. Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan amekuja na ubunifu mpya. Kama ni fedha za kujenga kituo cha afya, zinakwenda kwenye kijiji ambacho kituo cha afya kinajengwa. Kama ni fedha za kujenga darasa, zinaenda moja kwa moja kwenye akaunti ya kijiji chenye darasa. Ndio maana tunashuhudia na wabunge wote na sisi wote wawakilishi, yale yote ambayo tumetumwa, tumesema Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu ametekeleza, na tumeshuhudia na wananchi wakituambia kule tunakokwenda kwamba yametekelezwa, kwa sababu kwanza wameshuhudia pesa zimeingia na wameshiriki na ujenzi na mafanikio wanayoona. Kwa hiyo nampongeza sana Mheshimiwa Rais kwa ubunifu huo, na ndio umetuwezesha sisi waheshimiwa wabunge humu kutoka kifua mbele kwa sababu ya kazi kubwa ambayo imefanywa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Hata mimi wa siku nyingi, mambo yangu ambayo yalikuwa hayajafanyika miaka yote yamefanyika katika kipindi hiki. Leo hii mradi wa maji Isimani ndio unakamilishwa ambao haukuwepo. Barabara ya kwenda Ruaha National Park ndio inajengwa. Leo hii miradi ya maji ya umwagiliaji ambayo sikuwa nayo, mradi mkubwa kabisa umejengwa katika jimbo la Isimani, na hivi leo RC wangu Serukamba na Mr. Raymond mkurugenzi wa umwagiliaji wako kwenye kata moja inaitwa Ilolo Mpya, wanasaini mradi mpya wa umwagiliaji. Nampongeza sana na namshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa uwezeshaji katika sekta zote, sekta za uchumi, ukiacha swala la uwezeshaji kiuchumi kwa wanawake, watu wasiojiweza na vijana, lakini pia makundi mbalimbali ya bodaboda, mamantilie. Bodaboda wanaitwa maafisa usafirishaji siku hizi, na mamantilie na wote wale wengine. Haya yote yamefanyika kwa kishindo na kila Mtanzania anashuhudia. Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja na uratibu huu wa shughuli za serikali, naomba niseme kidogo juu ya mengine yafuatayo. Kwanza nizungumzie kidogo Bunge kwa maana ya kumpongeza zaidi sana, napaza sauti kama mlivyopaza wenzangu, kumpongeza sana Mheshimiwa Dr. Tulia Ackson kwa kazi kubwa aliyoifanya kipindi hiki cha Dr. Samia. Tukizungumza mafanikio ya Dr. Samia humu ndani ya Bunge, Mheshimiwa Dr. Tulia Ackson naye ametuwezesha katika mafanikio haya Bunge, kwa sababu kazi ya Bunge ni kuisimamia serikali. Mheshimiwa Tulia ametuongoza vizuri, tumeisimamia serikali ambayo imeweza kudeliver na kutoa mafanikio haya makubwa. Lakini pamoja na kumpongeza Dr. Tulia, nampongeza sana Mheshimiwa Rais aliyemteua kwanza kuja kugombea kama mwenyekiti wa chama, kuja kugombea wao spika wenyewe. Haikutosha hapo, Mheshimiwa Spika akamuunga mkono katika kugombea nafasi ile kubwa kabisa ambayo ameshinda. Amekuwa mwanamke wa kwanza au Mwafrika wa kwanza kuwa kiongozi la bunge lile kubwa kabisa duniani. Kwa hiyo nakupongeza sana Mheshimiwa Spika kwa makubwa uliosimamia ya kuisimamia serikali, na leo tunatoka kifua mbele tunajidai kwa kazi kubwa ambayo tumefanya.